ubora wa Yanga viongozi na ubovu wa Simba viongozi uko wapi? Uko kwa wachezaji, uko kwenye timu kwa ujumla, hususan kwenye upande huu wa usajili. Tuwe wa kweli, Yanga wametuwini sana hususan kwa wachezaji, na ndio maana mimi sishangai ama sitoshangaa nikiambiwa Alan Okello Yanga wamemchukua. Alan Okello ni mchezaji mzuri, of course angetusaidia Simba. Alan Okello ni kijana. Hao ndio wachezaji ambao wanastahili kusajiliwa ndani ya Simba. Unaposhindwa kumsajili Alan Okello, mchezaji ambaye kutoka Vipers, ambao Vipers wao umeiacha mbali kwenye renki. Vipers na Simba ardhi na mbingu. Unaposhindwa kumchukua Alan Okello kutoka Vipers, alafu unajiita timu kubwa, wewe malengo yako ni finali, brother, tunajichekesha wenyewe. Huenda wana Simba ama viongozi wa Simba na performance ya wachezaji kwamba yule hahitajiki, na ndio maana wamemchukua kama Chama. Okello huenda hana namba pale. Unajua, tuwe wa kweli, mchezaji anasajiliwa kwa mambo mawili. La kwanza umri wake, ya pili performance. Ndio sababu kubwa ya mchezaji kusajiliwa. Huyo Chama na umri gani? Chama kasau nini ndani ya Simba? Si atumdai. Chama kashafanya kila kitu Simba. Chama na miaka 40. Chama ka perform vipi? Of course Yanga alimsajili Chama. Kafanya nini ndani ya Simba? Ndani ya Yanga? Yanga wamemwacha kwa kiwango kibovu. Hapo Singida Chama sio tegemeo. Tunamsajili Chama kwa kigezo gani? Unapomzunguzia Alan Okello, usiangalie msimu, angalia misimu miwili mitatu nyuma. Huyu ndio shujaa yao wao Vipers. Alan Okello ndo ameibeba Uganda. Ana umri mdogo, ana miaka 20. Ana kiwango bora. Huyu ndio mchezaji wa kusajiliwa. Basi kwa mantiki hiyo, basi ni bora Simba ningewaelewa zaidi wangemsajili Luis Jose Miquissone. Ana miaka 25 kama sio 26. Ukiangalia Idi Songo, yeye ndio kama mfungaji bora. Yeye ndio kaonyesha perform kubwa. Ujue basi tumsajili na Kagere. Kwa sababu sisi hivi Simba tuna struggle kwenye upande wa forward. Tunateseka. Si kashasajiliwa yule kutoka Mbeya City, Mwangelo. Unajua huyo mchezaji wa Mongero, sio Mongero, anaitwa si nani? Katukia Mbeya City. Ni kijana. So amecheza jana kwa juzi kwenye Mapinduzi. Kama kijana anafaa. Haiwezekani tuletee wazee. Kama unaona hujamuona kwanza. Huyo mchezaji mimi sijapata bahati ya kumuona. Lakini kama kijana, unajua mpira ni vijana ndio wanacheza. Haiwezekani ukatuleta mchezaji wa miaka 40 utuaminishe ni mzuri. Kama ni kijana, ana kiwango bora, asajiliwe kuliko kumsajili huyu Chama. Chama si Simba tumdai. Unaelewa? Na ndio maana mimi niwe mkweli, niwaambie hata hawa ndugu zangu Yanga ujue wamemsajili Damaro, wamemsajili Maruf Shakei. Yanga wanatafuta namna gani ya kuziba pengo la Aucho. Na mimi niwaambie tu, Yanga wamsajili huyu Aucho mwenyewe ndio aweze kuziba lile pengo lao. Kwa sababu Yanga wanamsajili Damaro, huyu Damaro na Shakei wamemkimbia Aucho, Yanga wamemkimbia Aucho Singida. Haiwezekani ukamsajili Aucho, ukamsajili mtu ambaye azibe pengo la Aucho, ambaye huyo Aucho mwenyewe original wamemwacha Singida. Yanga na wao warudi kwa Aucho wamsajili. Kwa sababu of course Damaro, of course Shakei wamemkimbia Aucho Yanga Singida. Sasa utaziba vipi pengo ambaye mtu ambaye mnaoleta azibe pengo lake au mnaoleta replacement yake wamemshindwa? Ili jambo nalo kuliangalia. Yanga na wao wasione aibu, waende kumchukua Aucho mwenyewe. Pengo la Aucho Yanga lipo. Ina maana sasa na tuseme Simba na wao wamchukue Chama sasa mwenyewe. Ujue walivyomchukua Chama kwa namna fulani wanataka kutafuta namna gani ya kuziba lile pengo la Chama. Kwa sababu pengo la Chama bado lipo Simba. Tuwe wa kweli, na pengo la Aucho pale Yanga lipo. Umenielewa? Shida ni moja tu. Chama umri. Chama ingekuwa na miaka 20, 21, ningekwambia Chama yuko sahihi kumrejesha. Lakini huyu Chama kashazeeka. Pengo la Chama lipo. Umenielewa? Na pengo la Aucho lipo. Kwa hiyo Yanga Afrika na wao wamrudishie Aucho ili kuziba pengo la Aucho. Unapozunguka mara Conte,
mara Damaro, mara Shakei, wote hawa wameshindwa kuziba pengo la Aucho. Ina maana unaweza kaniambia kwamba maarufu Shakei na pia hawezi kuja kuziba ile pengo? 100%. Kwa jibu ni moja tu, kamkimbia Aucho mwenyewe pale Singida. Haiwezekani umchukue mchezaji ambao wawili wote wamemkimbia huyo Aucho original. Aucho official Aucho yuko Singida, mmemkimbia, amumwezi. Anaweka benchi, muje mzibe pengo lake Yanga Afrika. Tunapozungumza akili ya ovyo, tunapozungumza afya ya akili, na hayo iangaliwe hii. Ina maana watu wa Yanga pia wana hiyo tatizo. Mashabiki wa Yanga nao mafuta taa. Tunapozungumzia mashabiki nao wenye mafuta taa, basi ni mashabiki wa Yanga. Mafuta taa yana tabia gani? Mafuta taa yana tabia kulipuka. Umenelewa? Kwa sababu haiwezekani huyo Aucho OG mnatafuta pengo la Aucho. Aucho mwenyewe mmemwacha Singida. Aucho mwenyewe hao watu wamoleta replacement ya Aucho mmewaacha Singida, ambao wameshindwa kumchallenge Aucho mwenyewe. Wameshindwa kumweka benchi huyo Aucho mwenyewe, alafu nyewe mkazibe pengo. Aisee, ni jambo ambalo la tunapozungumzia afya ya akili, nao mashabiki wa Yanga nao wapimwe hapa. Bwana Pacha, neno la mwisho pia kwa wana Simba Sports Club. Kocha mnaye? Kocha tunaye. Kocha tunaye. Unajua, tuzungumzie kidogo mchezo wa jana Taifa Stars. Unajua watu wengi sana wanalalamika kuhusiana na swala la Taifa Stars kuonewa. Tunalalamika nini? Watanzania tunalalamika nini? Mpira wa Afrika ndivyo ulivyo. Mwenyeji lazima abebwe, tumesahau. Unaposikia home advantage ndio hapa sasa inaanza kufanya kazi. Umeelewa? Na mimi ni mlaumu bwana Ali Samata. Kwa nini? Yeye ndio kama captain. Wewe ndio tunakutegemea. Kwa nini usiwaite wale wachezaji wako wote? Mgome basi. Mfanye lolote kushinikiza VAR iangaliwe. Kwani si waligoma na walitaka VAR watu wakaangalie, lakini referee ndo alikataa. Bwana Ali Samata aliambia watu waende kati. Bwana Ali Samata ameshachoka kuchezea timu yetu ya taifa. Julius alishasema. Bwana Ali Samata anaona wivu kuanzishwa benchi. Tuwe wa kweli, Bwana Samata ukashazeeka. Mwalimu kacheza vizuri of course. Mwalimu kaperform jana. Bwana Ali Samata alitakiwa aite wachezaji wale. Jamani tugomeni. Maanake dunia ilikuwa inaona. Ila ni penalti halali. Idi Suleiman Nado amesukumwa, kila mtu kaona. Bwana Ali Samata, ite wachezaji wako wote, ugomeni. Shinikizeni, yekeni. Mimi nikwambia ingekuwa Arabu. Jana ingekuwa Arabu. Wao ungeona, wangegoma ile mechi. Bwana Ali Samata, kwa nini hujagoma? Ametuangusha. Na hii tuwe wa kweli. Bwana Ali Samata anaona wivu kuweka benchi. Lazima tukubali kwamba Ali Samata umeshazeeka. Ukizungumzia pia performance ya Faisali, watu walimlalamikia kukosa ile goli. Miongoni mwa watu ambao walitoa komenti ni watu ambao wapenda soka. Ukitazama na wewe kwa haraka haraka, unaweza kumlaumu Faisali pale? Ile ni goli clear alikosa. Lazima tuseme, tukubali kwamba Faisali ni mchezaji mzuri. Juzi alituheshimisha, akafunga goli zuri, lakini ile goli nayo ilistahili kuwa goli kwa sababu alishaikewa pale weka. Ilikuwa na imani tungepata ile goli ingetusaidia. Lakini so far ni mchezo wa mpira wa miguu. Lazima kwanza tukubali kwamba kilichofanyika, lazima mimi binafsi si wadai wachezaji walichokifanya. Kwa sababu tumepambana kadri tuwezavyo, lakini ile ilistahili kuwa goli. Umeelewa? Kwa so far mimi ukiniuliza mimi nitakwambia wachezaji si wadai. Kilichokifanyika au wachezaji walichokifanya imekuwa ni alama katika mpira wetu wa Tanzania. Na mimi nimwambia man of the match alikuwa ni yule refa. Ametimiza maagizo. Refari ametuumiza. Kwani yale alikuwa ni maagizo? Kabisa. Kwa sababu refari kila anapoambia twende kwenye VAR anakataa. Ujue refari alichokifanya jana wengi wanashindwa kuelewa. Alinusuru ile VAR. Alitetea VAR. Kwa sababu angeenda VAR ingekuwa inaadhirika. Umeelewa? Dunia nzima ilikuwa inaidharau VAR jana. Jana kwa mara ya kwanza VAR ilikuwa inadharauliwa. Lakini refari akaona hapa nikienda kwenye VAR nitaiadhiri hii VAR. Na kila mtu ataidharau VAR. Na maana aliheshimisha VAR. Aliheshimisha Kwa sababu angeenda, tutalesho wangu. Tutazairi. Ndio maana akaona hii noma hii. Nikienda tu VAR hii, watu wataibeza hii, wataitukana hii. Unamwonaje Miguel Gamondi? Kocha mzuri. Statistics zinambeba. Jinsi alivyocheza. Kwa mimi binafsi ningeshauri Gamondi apewe timu moja kwa moja. Walikuwa kwenye testi lakini. Apewe timu moja kwa moja. Japo naweza nikamwambia neno moja tu.
Miguel Gamondi aache usimba na uyanga. Umenelewa? Kibu Denis naye alistahili kucheza katika ile mechi. Tunaambiwa huyu bwa mdogo Morris Abraham alikuwa majeraha, lakini kama angekuwa mzima, mimi binafsi ningempatia dakika za kucheza. Lakini huyu Gamondi ni kocha mzuri, lakini neno moja tu, aache usimba na uyanga. Kwani alipanga watu wa Yanga sana hapa? Huyu Kibu Denis alistahili kucheza kwenye ile mechi ya jana. Namba yake ilikuwa ya nani pale? Alikuwa anatoka huyu bwa mdogo huyu nani huyu? Ule winga ambaye yani kwamba sio mechi ya jana tu, hata mechi ile ambayo tunazungumzia mechi ya jana. Huyu nani huyu Kibu Denis Mkandadi analistahili kucheza. Hata Msuva angetoka. Kuna muda fulani Msuva alishakata pumzi. Alistahili kucheza Kibu Denis. Unajua Kibu Denis ni mchezaji ambaye ana tenki. Kibu Denis anapiga. Ukiangalia sisi mbele tulikuwa twendi. Tunahitaji mtu wa kupiga bakola. Simuona moja Mohamed Hussein Shabalala alipiga. Simuona faida tulipata ile. Kwa hiyo Kibu Denis naye huwa anaanza au at least anapewa dakika basi. Kwa hiyo ukiniuliza mimi Gamondi nitakwambia ni kocha mzuri. Lakini pia vile vile aache usimba na uyanga. Bwana, shukrani sana. Asante.